Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Rais wa Marekani Donald Trump amemuonya waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu dhidi ya kuchukua hatua zinazoweza kudhuru mazungumzo yake baina yake na Iran, hasa masuala ya nyuklia kati ya mataifa hayo mawili. Hata hivyo, kupitia njia ya simu, rais huyo wa Marekani Donald Trump alizungumza na kiongozi ama waziri mkuu wa Israel bwana Netanyahu, huku afisa mkuu wa ikulu ya White House na vyanzo vingine vinavyofahamu maelezo hayo vikieleza siku ya Jumanne. Ujumbe wa Trump kwa Netanyahu ulikuwa kwamba huu si wakati wa kuzidisha hali wakati anajaribu kutatua masuala. Trump na maafisa wengine waandamizi wa Marekani wameelezea wasiwasi wao katika mazungumzo ya faragha kwamba Netanyahu anaweza kuamuru mashambulizi ya kijeshi dhidi ya vituo vya nyuklia vya Iran au kuchukua hatua nyingine ambazo zinaweza kuharibu juhudi za kidiplomasia, alisema afisa huyo mkuu wa White House. Wiki iliyopita shirika la habari la Wala limeripoti kuwa Israel inajiandaa kwa uwezekano wa kufanya mashambulizi ya haraka kwenye vituo vya nyuklia vya Iran ikiwa mazungumzo kati ya Iran na Marekani yatashindwa katika wiki zijazo. Huko Israel inakadiriwa kuwa dirisha la fursa kwa makombora ya mafanikio linaweza kufungwa hivi karibuni. Mshirika wa karibu wa Netanyahu, waziri wa masuala ya kimkakati Ron Dermer, aliwasili Washington siku ya Jumatatu pamoja na mkuu wa Mossad David Barnea. Wawili hao walikutana na makamu wa rais JD Vance, mjumbe maalum wa Marekani Steve Witkoff, mkurugenzi wa CIA John Ratcliffe na maafisa wengine wakuu wa Marekani ili kujadili mazungumzo hayo na Iran. Wito huo kati ya Trump na Netanyahu umefanyika siku ya Alhamisi iliyopita kufuatia shambulio la risasi mjini Washington ambapo wafanyakazi wawili wa ubalozi wa Israel waliuawa. Kulingana na afisa mkuu wa ikulu ya White House, Donald Trump alimwambia Netanyahu kwamba anataka kufikia suluhu la kidiplomasia na Iran na hataki chochote kuingiliwa juu ya hilo. Afisa huyo alisema ujumbe wa Trump kwa Netanyahu ni kwamba huu si wakati wa kuzidisha hali hiyo wakati anajaribu kusuluhisha masuala hayo. Trump alisisitiza kwamba Netanyahu ana machaguo mawili, lakini chaguo la pili bado liko mezani, lakini anapendelea kwanza kuona ikiwa suluhisho la diplomasia linaweza kufikiwa. Afisa huyo mkuu wa White House aliongeza kuwa wakati wa wito huo, Rais Trump alimhimiza Netanyahu kuchukua hatua kwa tahadhari. Kupitia chaneli nambari 12 ya serikali ya Israel iliripoti Jumatatu kwamba simu kati ya Trump na Netanyahu ilikuwa ya wasiwasi sana. Msemaji wa ikulu ya White House Karoline Leavitt alisema katika mkutano na waandishi wa habari Alhamisi iliyopita kwamba Trump alielezea wazi kwa Netanyahu kwamba anataka kuona makubaliano na Iran yakifanikiwa, lakini si kufanya mashambulizi wakati huu ikiwa hata hivyo, katika mkutano huu alisema Rais Trump hataki kuchukua chaguo gumu zaidi na hasi, anataka kuona makubaliano. Rais ni mfanyabiashara na anaamini sana diplomasia, na aliweka wazi hilo kwa waziri mkuu David, alisema. Mtazamaji wa The World News, hayo ndio tuliokuwa nayo. Ni kile alichokieleza rais wa Marekani bwana Donald Trump kwa mwenzake wa Israel waziri mkuu Benjamin Netanyahu juu ya masuala ya nyuklia ya Iran, kwamba asithubutu kufanya shambulizi wakati yeye yupo katika diplomasia na Iran. Mtazamaji, endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii. Naitwa Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote.